Kitabu cha Injili ya Yohana ile sura ya 11 kuanzia ule mstari wa 14 na baadaye tutasoma ule wa 38 hadi wa 44. Biblia inasema, basi hapo Yesu akawaambia wazi wazi, Lazaro amekufa. Nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba sikuwako huko, ili mpate kuamini. Lakini twendeni kwake. Ule mstari wa 25 unasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi huwa ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. 38 inasema, Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa ile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake amefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aende zake. Sema amen kwenye neno la Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo nimekwambia ninazungumza juu ya habari au juu ya ujumbe unaosema ya kwamba Yesu ni uzima. Maneno haya tuliyosoma jioni ya leo, ambayo yaliandikwa na Yohana, yalikuwa yanamuelezea Yesu juu ya kile alichowahi kukifanya wakati alipokuwa katika ulimwengu huu. Siku moja Yesu alikuwa amekaa kwenye ng'ambo ya mto wa Yordani. Alikuwa anapiga stori na wanafunzi wake. Alikuwa anaongea na wanafunzi wake, akiwaeleza juu ya habari za mambo ya ufalme wa mbinguni. Unapoanza mwanzoni wa sura hii ya 11, unakuta Yesu anapelekewa taarifa ya kwamba rafiki yako uliyempenda sana aitwaye Lazaro anaumwa. Rafiki yako yule ambaye mlikuwa pamoja muda mwingi anaumwa, hawezi sasa. Lakini Yesu baada ya kuzipokea zile taarifa, akaendelea kutulia katika lile eneo. Biblia inasema kwa siku nyingine 2 zaidi. Baada ya Lazaro kufariki, baada ya Lazaro kupoteza maisha, Yesu akawaambia wanafunzi wake, akawaambia Lazaro amelala. Hawakumwelewa. Wakamwambia, kama amelala basi ataamka. Ndipo tumeanza kusoma ule mstari wa 14. Biblia inasema, ndipo Yesu akawaambia wazi wazi ya kwamba Lazaro amekufa. Bwana atusaidie. Bwana atusaidie. Baada ya kuwapa taarifa juu ya habari ya kifo cha Lazaro, wakaanza safari ya kutoka kule Yordani kuelekea Bethania, ambako Lazaro walikuwa wanaishi yeye na ndugu zake. Katikati ya msiba ukiwa bado haujaisha, matanga yanaendelea, watu wanaendelea kuomboleza. Biblia inasema kwa sababu Bethania palikuwa ni jirani na Yerusalemu, kwa hiyo watu wengi walikuwa wametoka kwenye mji wa Yerusalemu wakaenda msibani ili kuwatia moyo Martha na Mariamu kwa ajili ya kifo cha kaka yao. Yesu ni uzima. Yesu ni uzima. Yesu ni uzima. Yesu ni uzima. Jioni ya leo ninakwambia Yesu ni uzima. Jioni ya leo
leo ninasema na mtu wa mahali hapa ya kwamba Yesu ni uzima. Sema amen. Yesu akaanza safari na wanafunzi wake ya kuelekea msibani. Wakati alipokuwa amekaribia katika yale maeneo, Martha na Mariamu wakaenda kumlaki Yesu. Wakamwambia, Bwana, kama ungalikuwepo ndugu yetu asingekufa. Kwa nini walimwambia maneno hayo? Waliwahi kumwona akiponya wagonjwa, waliwahi kumwona akifufua wafu, waliwahi kumwona akitembeza viwete, waliwahi kumwona akiponya vipofu. Ninakwambia Yesu ni uzima, Yesu ni uzima. Martha na Mariamu wanasema, kama ungalikuwepo ndugu yetu asingelikufa. Yeye akawaambia, amini tu utauona utukufu wa Bwana. Haleluya, 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 haleluya. Akasema, amini tu utauona utukufu wa Bwana. Yesu akaenda kaburini. Alipofika mahali pale, yeye kwa sababu ni uzima, ule mstari wa 25 akasema, mimi ndio ufufuo na uzima. Bwana Yesu akaenda kulihakikisha hilo neno ya kwamba ni kweli yeye ni uzima. Sema amen. Kwa nini Yesu alifanya tendo hili? Wakati Yesu anahubiri Injili, alikutana na vikwazo vya watu walioitwa Masadukayo. Walikuwa wanahubiri Injili inayosema mtu akisha kufa ndio mwisho wa maisha yake. Yesu akawaambia, kiama ipo, wala kifo sio mwisho wa maisha. Ili waweze kuamini, anatakiwa amrejeshe aliyekufa kutoka kwa wafu. Bwana tusaidie, Bwana tusaidie. Nikwambie mtu wa mahali hapa, Yesu wetu anazijibu hoja. Haijalishi ni hoja iliyokuja kwa namna gani. Mungu tunayemwamini na majibu yote, Mungu tunayemwamini na majibu yote. Yeye ni uzima. Haleluya, Yesu ni uzima. Akawaambia Masadukayo, nikwambie, kufa sio mwisho wa maisha. Kufa ni njia ya mwanadamu kutoka kwenye ulimwengu wa mwili kwenda kwenye ulimwengu mwingine. Sasa kwa sababu walikuwa hawaamini, ndio maana Yesu, maandiko tuliyosoma, akasema, ninamshukuru Mungu wangu kwa sababu hayo yalipotokea siku hapo, ili haya nitakayokwenda kuyatenda mpate kuamini na hili pia. Yesu ni uzima. Bwana wetu Yesu akafika kaburini. Wakati wanaendelea kuwa na wasiwasi, wakati wanaziba mapua, hii inatuonyesha ya kwamba watu wanakuthamini, watu wanakuonyesha wanakupenda, lakini ni kwa sababu una uhai wa Mungu ndani yako. Ukisha kufa, wewe kwao ni takataka, watakusahau. Lakini nikwambie, ukimpata Yesu, amesema hata ukifa bado unaishi. Amen. Yesu wakati amefika kwenye kaburi, akakutana na kikwazo kingine, desturi za Wayahudi. Hiki kikwazo kinachoitwa desturi za Wayahudi kilikuwa namna hii. Wao wanaamini ya kwamba mtu kama amekufa, kama ni siku ya kwanza, kuna uwezekano wa kurudi kuwa hai. Kama ni siku ya pili, kuna uwezekano wa kurudi kuwa hai. Kama ni siku ya tatu, kuna uwezekano wa kurudi kuwa hai. Ila siku 3 zikiisha, haiwezekani. Ndio maana Martha anamwambia Yesu, Bwana, ananuka sasa, maana ni siku ya 4 akiwa maiti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni Mungu, akataka kumwambia ya kwamba mimi niko nje ya desturi zenu, mimi niko nje ya tamaduni zenu, kwa sababu mimi ni uzima. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ni uzima. Sema amen.
Wao waliamini siku ya 4 mtu hawezi kufufuka. Yesu aliwahi kufufua wafu, ndio wanajua, lakini hajawahi kufufua mfu ambaye amekwisha kufa siku 3 zikavuka. Bwana tusaidie, Bwana tusaidie, Bwana tusaidie. Hata kama ikiwa siku ya 4, bado Mungu anatenda, bado Mungu anaweza, bado Mungu ana uwezo wa kubadilisha mambo. Haijalishi umefungwa na desturi za kwenu, Yesu ni mbadilisha historia. Yesu anabadilisha historia, anayachukua maisha ya watu yaliyooza, anayatengeneza yanakuwa mapya, anayatengeneza yanakuwa mapya, maana yeye ni uzima. Haleluya, haleluya. Akawaambia liondoeni jiwe. Wakati wao wanamwambia ni siku ya 4 haiwezekani, akasema liondoeni jiwe. Nikuthibitishie jioni ya leo kukwambia ya kwamba Yesu ni Mungu. Haijalishi wanasema sio Mungu, Yesu ni Mungu. Kwa tendo hili alilolifanya, tunathibitisha ya kwamba yeye ni Mungu, sio mwanadamu. Hakuna mwanadamu anayeweza kuongea na kitu kisichosikia. Hakuna mwanadamu mwenye uwezo wa kuongea na kitu kisichosikia. Yesu Mnazarayo, Yesu Mnazareti, Yesu Mnazareti, Yesu wa Nazareti, Yesu wa Nazareti akamwita maiti wa siku 4 kutoka kaburini, akamwambia njoo nje, akainuka. Akamwambia njoo nje, akainuka, akatoka kaburini. Yesu ni Bwana, Yesu ni uzima. Anasema hata na visivyosikia, alisema na maiti wa siku 4 akanyenyuka kutoka kaburini. Ndiyo maana jioni ya leo ninamtangaza kwako ya kwamba yeye ni uzima. Haleluya, haleluya, haleluya. Mtu wa mahali hapa, mkubali Yesu leo, mkubali Yesu leo. Haijalishi uliona maisha yako hayawezekani, umeteswa na dhambi kiwango cha kuona ya kwamba maisha ulionayo hayawezi kubadilika. Nimekuletea mtu mmoja, yeye anaitwa Yesu, mwenye uwezo wa kubadilisha. Nimemleta Yesu, mwenye uwezo wa kutengeneza, akakutoa kwenye uovu na kukuweka kwenye usalama. Yeye ni uzima. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako, tukamwone huyu Yesu jinsi alivyo. Naomba usiondoke, tusogee viwanjani watu wote. Tunataka tumwone Yesu aliye uzima, yeye mwenye uwezo wa kubadilisha historia za watu, yeye mwenye uwezo wa kuponya maisha ya watu, yeye mwenye uwezo wa kuisamehe dhambi, yeye mwenye uwezo wa kubadilisha maisha yako. Tunataka tumuone leo, tunataka tumuone jioni ya leo. Ninaomba watu wote sasa tusogee kwenye viwanja vya mkutano. Sogea, sogea, usibaki kwenye viti. Sogea, usikae mbali. Tunataka tumuone Yesu, yeye aliye Mwokozi akiokoa, yeye aliye Mwokozi akiokoa, yeye aliye mponyaji akiponya, maana yeye ni uzima. Ninakusubiria wewe ambaye unajifikiria bado. Ninasema na wewe, usiondoke kwenye viwanja hivi. Yesu ni uzima, ana amri ya maisha yako bado, ana uwezo wa kukubadilisha. Yesu ni uzima. Ukimpata yeye unakuwa salama. Ukimpata Yesu unakuwa salama. Inamisha kichwa chako. Ninakuuliza swali hili la msingi kabisa. Ikiwa uko mahali hapa,
unasema nimelisikia neno la Bwana. Jioni ya leo ninamtaka huyo Yesu aliye uzima. Nyanyua mkono wako ukiwa umeinamisha kichwa hivyo hivyo. Unasema ninamtaka huyo Yesu aliye uzima. Ninamtaka huyo Yesu aliye uzima. Ikiwa umeinua mkono wako hivyo hivyo, piga hatua, sogea mbele sasa, ili niombe na wewe. Wewe uliyenyanyua mkono, sogea, wasaidie watu hawa. Nyanyua mkono, sogea mbele hivyo hivyo. Msaidie aliyenyanyua mkono kusogea mbele madhabahuni ili tuombe naye. Sogea. Kama kuna mtu ameinua huko, msaidie kusogea madhabahuni kwa Bwana ili tukamuone Yesu. Yes. Wahudumu, tusimame nyuma ya watu hawa. Yes. Naomba tuenee nyuma ya watu hawa. Amen. Baada ya haya, naomba wewe ambaye umesogea na umenyanyua mikono utanifuatisha maneno haya ya kuyakabidhi maisha yako kwa Yesu ili Bwana akusaidie. Fumba macho. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Nimelisikia neno lako ya kwamba wewe ni uzima. Na mimi Bwana, ninaomba uzima. Ninaomba uzima uingie ndani yangu. Kuanzia leo Yesu, ninakupokea wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninamkataa shetani na kazi zake zote katika maisha yangu. Asante Bwana Yesu kwa kunifanya kuwa mwana wa Mungu. Amen. Tulia sasa tukuombe. Karibu wadumu, tuombe na watu hawa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mkutano, nyosha mkono wako mbele huko. Baba Mungu wetu, asante Yesu kwa ajili ya uponyaji katika jina la Yesu. Utakase. Wewe ni Mungu utendaye juu ya watu wako. Wewe ni Mungu unayeokoa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Alfa kwa ajili ya mama huyu. Wewe ni mwanzo na mwisho. Tutakuja. Wewe ni simba wa kabila la Yuda. Tunamwombea kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tuhurumie. Kwa jina la Yesu. Yesu msamehe. Kwa jina la Yesu. Yesu